Chama cha Chadema kimekwisha. Ni baada ya aliyekuwa diwani wa Chadema kujiondoa na kuibua madai ya kejeli, migawanyiko na kukosekana kwa demokrasia. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Leo tunakuletea taarifa kutoka mkoani Kilimanjaro ambako mwanasiasa wa muda mrefu na aliyekuwa diwani wakati akinua Mrisho ametangaza rasmi kujiuzulu na nafasi yake ndani ya chama cha Chadema, hatua inayokuja wakati ambapo chama hicho kinakabiliwa na changamoto nzito za ndani. Katika barua rasmi iliyowasilishwa kwa katibu wa Chadema wilaya ya Siha tarehe 24 Juni mwaka huu, Mrisho alitangaza kujiondoa kutoka nafasi yake kama katibu mwenezi pamoja na kujivunia wanachama wa chama hicho alichokihudumu kwa zaidi ya miongo mitatu. Taarifa hii imepokelewa kwa hisia mseto, hasa ikizingatiwa kuwa Mrisho alikuwa mmoja wa wanasiasa waliokitumikia chama kwa muda mrefu, akiwa pia mjumbe wa serikali ya mitaa na diwani kati ya mwaka 2015 na mwaka 2020. Mrisho ameeleza kuwa hali ya kisiasa ndani ya Chadema imeendelea kuwa ngumu, hasa baada ya uchaguzi wa ndani uliofanyika Oktoba tarehe 3 mwaka uliopita. Licha ya kuchaguliwa tena kushika nafasi ya katibu mwenezi, amedai kuwa mazingira ndani ya chama yamejaa mashinikizo, maneno ya kejeli na lugha ya kudhalilisha kutoka kwa baadhi ya wanachama waliokuwa na mitazamo tofauti ya kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa yake, hali hiyo imemfanya kukosa morali ya kuendelea kujitolea, huku akihisi kuwa hadhi yake binafsi na mchango wake wa kisiasa haupewi heshima inayostahili. Amedokeza kuwa msingi ya heshima, ushirikiano na demokrasia ambayo Chadema iliwahi kusimamia kwa nguvu sasa inaonekana kuyumba, na kwamba wanachama waliokuwa wakijitolea wameanza kukata tamaa. Mrisho pia ametumia nafasi hiyo kuwashukuru wanachama wa Chadema kwa kata ya Kinua pamoja na wananchi waliompa ushirikiano katika kipindi chote cha uongozi wake. Ametoa msimamo kuwa ataendelea kuitumikia jamii yake kwa namna yoyote ile, hata nje ya mfumo wa kisiasa, akiwatambua wananchi kama nguvu halisi ya maendeleo. Wakati hajatangaza rasmi mustakabali wake wa kisiasa, watu wa karibu naye wanasema kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kuendelea kushiriki kwenye shughuli za kijamii kupitia taasisi au mashirika yasiyo ya kiserikali. Aidha, tetesi zimeanza kusambaa kuwa anaweza kujiunga na chama kingine cha siasa, lakini bado hakuna uthibitisho rasmi kuhusu jambo hilo. Kujiuzulu kwake kunajiri wakati ambapo Chadema inaendelea kukumbwa na migawanyiko ya makundi ya kisiasa, malalamiko kuhusu mchakato uchaguzi wa ndani na changamoto za uongozi, hali inayozua maswali kuhusu mshikamano wa ndani wa chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Kwa sasa macho ya wachambuzi wa siasa yanaangalia kwa karibu namna chama hicho kitakavyoshughulikia mfululizo wa malalamiko kutoka kwa wanachama wake wa muda mrefu ambao wamekuwa nguzo ya harakati za kisiasa nchini. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa uchambuzi wa kina wa siasa na matukio makubwa Afrika Mashariki. Usisahau kujiunga, kubonyeza alama ya kengele na kushirikisha video hii ili ujumbe huu usikike zaidi.